makundi hasi yaliyomsindikiza Yesu, na kila kundi linatupa fundisho. Kila kundi linatupa fundisho. Kwa hiyo tunapata makundi 7 hasi. Makundi 7 hasi. Yote alikuwa yafanani, lakini kila mtu alikuwa na nia yake na namna yake. Kwa hiyo baadhi ya watu walimsindikiza na kumshangilia Yesu huko njiani, na wenyewe tunashuhudia kwa ufupi, wananyauka katika upendo na amani, wanakumbatia chuki na vita dhidi ya Yesu mfalme wa amani. Wanakuwa hasi. Kundi la kwanza, tunaona makundi wanatupa matawi ya mizeituni, baada yake wanashika mijeredi, marungu, panga, taji ya miiba, misumari na mkuki kumsulubisha na kumuua Yesu. Hapo jiulize, je, mara ngapi umekuwa kigeugeu katika imani? Mfano, unatoka hapa kusali, jioni naenda kwa Barungi, kwa Barikiwa, wapiga ramli, watu ilizi, naenda kwa wana mipako kununua mafuta, kununua udongo, hadi nimevalia rozari shingoni. Au unatoka kanisani kusali, mara unachukizwa, mkono ulioutumia kumtakia mwenzio amani, sasa unakunja ngumi kulipiza kisasi, au unakamata jiwe au silaha kumwangamiza. Ulimi ulioutumia kuimba nyimbo za sifa, nyimbo nzuri za kumsifu Yesu, kumtukuza Mungu, Bikira Maria, sasa huo ulimi ndio unautumia kutukana, kukufuru, kusema uongo. Ndio ugeugeu huo tuliousikia kwa hao waliomsindikiza Yesu, wakimwimbia Hosana mwana wa Daudi, Hosana, yani shangwe kabisa. Huko wanapofika mbele wanageuza wimbo, asulubiwe. Yani naona kwa kigeugeu kama hao. Kundi la pili hasi, mitume nao wamo wakimsindikiza Yesu kwa karibu sana. Baadaye wanakuwa wakavu katika kusali na kuomba, wanachoka na kusinzia wakati Yesu anaendelea kusali. Ninapopata shida na mateso, kaza sala. Hakuna njia fupi kwa sala. Sali mpaka cheleweke, mpaka magoti yachubuke. Yesu anasali mpaka natoka jasho la damu. Yesu anashangaa, anawaambia hawa mitume,
hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja. Kesheni na kusali, ili msije mkaingia majaribuni. Soma Injili ya Mathayo sura 26 aya 40 hadi 41. Jiulize, mara ngapi umekosa kusali Dominika na sherehe sababu eti ni hali mbaya ya hewa? Hali mbaya ya hewa. Na mbaya zaidi, nasikia anayesema hayo ana gari, ana kanyumba kanakotembea. Anayesema hivi ana mavuli, ana viatu vya mvua, rain boots. Anayesema hivi ana mavuli wa kiganja, jifunike uso kiganja kuja kusali. Nakwambia mimi nikatoka. Lakini kama ni msimu wa senene, kabla senene za kukamata na mitambo, mtu anajifunika vizuri, anaenda kukamata senene kwenye mvua. Itu senene wanakamatika vizuri wakati wa mvua. Lakini kukamata senene za kiroho kuja kusali, hapa nasema nikatoka. Mara ngapi umechelewa kuja kanisani? Umechelewa, unaingia kanisani, unaanza kusinzia na kukoroma. Eti mahubiri yamekuwa marefu, tumekaa sana kanisani, tumeimba nyimbo beti si ngapi. Si beti ngapi? Ni beti ngapi tumeimba? Mimi tena sikujua ameisha beti ya ngapi. Jiulize kama tutakuwa pamoja Alhamisi Kuu. Tutakuwa pamoja Alhamisi Kuu na kukesha tukiabudu Yesu wa Ekaristi. Wengine hawajawahi kukesha, na washukuru ambao huwa na kesha na Yesu wa Ekaristi wakimuomba, wakiomba, nao wameshuhudia kujibiwa sala zao. Asante sana. Tatu, kundi la tatu ni lile linalowakilishwa na Yuda Iskariote, kundi hasi linalowakilishwa na Yuda Iskariote. Yumo tu anamsindikiza Yesu. Nao ndio Wakristo wabatizwa, wamo wanajiitwa Katoliki, lakini wananyauka katika upendo kama Yuda anamsaliti Yesu kwa busu baada ya kumuuza mfalme wake kwa vipande 30 vya fedha. Kisha anakata tamaa, anavitupa si wapi hivyo vipande vya fedha, alafu anaenda kujiua. Siku hizi ndio tunasikia wanaotumia dawa ya kuua magugu, kwekwe, parafosi, akina hiyo dawa. Wahenga wetu wamesema, na nukuu, tamaa mbele, mauti nyuma. Tamaa mbele, mauti nyuma. Jana kuna mmoja alikuwa ananiambia kwamba kuna bwana mmoja mara fulani amejiua, amekunywa sumu. Anashangaa ana mashamba, ana mifugo si ng'ombe wangapi, ana magari, ana nyumba nzuri, ana watoto wasi wangapi na wamesoma vyuo vikuu, ana mke.
Sasa akawa anajiuliza kulikoni? Ana kila kitu alichokitamani na ambacho watu wanatamani, utajiri na pesa naye ya kutosha kwenye mabenki. Baada na kunywa sumu parafus, anajimaliza. Tamaa mbele, mauti nyuma. Unapokuwa na tamaa bila Mungu huwezi kufika mbali.